joto. Sasa tunakabiliana vipi na joto? Maana yake ikabidi tuitengenezee nguo ya ndani ambayo ni cotton, ambayo itamfaa mama kwenye maeneo ya baridi na maeneo ya joto. Kama unavyoiona, yani ni kiibonyeza hivi unaona inakatika kwa nguvu. Kwa hii hapa inazuia kimiminika kisitoke ndani kushuka nje, lakini inaruhusu hewa iweze kuingia. Kwa hiyo mama anakuwa mkavu muda wote. Kwa hiyo tunasema ukiwa una comfy mom, huna haja ya kuwaza nguo ya ndani. Hii comfy mom peke yake inakuwa imekutosha. Lakini pia sisi wanawake ndo watunzaji wa mazingira. Sasa ukishatumia unaiweka wapi? Sasa material ya comfy mom ni rahisi sana. Tu studio zetu haturuhusu, lakini tungejaribu hapa tungeichoma. Yani ungeshangaa ingeisha mpaka jivu la mwisho. Wala kusingekuwa na mpira uliobaki uliojikusanya. Lakini pia kama huko katika mazingira ya kuweza kuchoma, utaifunga vizuri nguo yako, then utatumia mfuko wa plastiki ambao upo, utaihifadhi na kuipeleka katika sehemu ya taka husika ili iweze kwenda katupwe vizuri na kuharibiwa vizuri. Inaoza. Yes, yani inaoza. Yes. Sasa katika matumizi nini kama comfy uelewa, mmeona uelewa wa wanawake katika hii matumizi ya hii pedi? Na kivipi sasa hao wanawake mnawafikiaje? Maana wanawake hospitalini ni wengi. Mnatembelea hospitali kuambia mbadala hizi na matumizi yake au mnafanyaje? Ndio, comfy mom tumekuwa tukifanya semina nyingi za uelimishaji. Tumekuwa tukishirikiana na wadau mbalimbali wa afya katika kutoa elimu. Yaani nilikusimulia ile story yangu ya kujifungua. Lakini bwana, tulivyofika sokoni mambo yalikuwa tofauti. Shida ya hedhi kubwa kwa wanawake ni kubwa sana. Sio tu anayetoka kujifungua. Kumekuta tuna kundi kubwa sana la wanawake ambao wanapata changamoto ya hedhi kubwa, kiasi cha kwamba mwingine hawezi kwenda kwenye biashara yake, hawezi kwenda kazini, inabidi abaki nyumbani mpaka hedhi itakapoisha. Kwa sababu anakwambia Irene, nitakapokaa nisinyanyuke mpaka watu wote waishe, nitakuwa tu hali itakuwa si hali. Inakuwa ni tabu. Kwa hiyo tukagundua comfy mom imekuwa suluhisho kwa wanawake wote. Kwa hiyo sasa hivi anayeenda kujifungua ana comfy mom yake, ambaye ana tatizo la hormonal balance mpaka anapata hedhi kubwa, ana comfy mom. Mwingine ni kutokana na umri alionao na mabadiliko ya kimwili, anajikuta naye ana hedhi kubwa, kwa naye anatumia comfy mom. Kwa hiyo tumekuwa tukitoa elimu kushirikiana na wanahabari. Tunawashukuru sana, mmekuwa pamoja na sisi. Lakini pia tumefanya uelimishaji kwenye clinics mbalimbali. Tumeweza kuifikia mikoa mingi. Tumefika hadi Kahama, Geita, Mwanza. Yani tuko zaidi ya mikoa 20 ya Tanzania. Mwitikio upoje? Mwitikio ni mkubwa sana. Mwitikio ni mkubwa sana kwa sababu hedhi ni kitu ambacho bado kwetu sio cha uwazi sana. Na mtu anateseka ikifika kipindi cha hedhi, kuliko kusema nina shida ya hedhi, atasema tu mimi kichwa kinaniuma. Kanuni asiulizwe mara ya pili. Mood zinabadilika na hataki mtu ajue. Kwa hiyo mtu anakufuata kisiri, hebu nieleze mimi nina shida. Kwa hiyo tumetoa na namba zetu, wengine wanatupigia simu, tunawapa ushauri. Tunaenda kwenye clinics za mama, tunajitahidi kupita. Tunawashukuru sana wakunga, wametusaidia sana jamani. Wakunga wa Tanzania tunawapa 5. Yani wakielewa jambo wanawasaidia kina mama, na sasa hivi zimekuwa zinapatikana. Mwanzo zilikuwa kwenye pharmacies, lakini pharmacies kwenye maduka, kwenye supermarkets. Yani ukifika uliza tu comfy mom. Unaipata. Unaipata. Na bei ni affordable. Bei ni affordable.